Kuna mambo mengi ambayo yanashangaza. Sasa nami nikaona nikuletee hiki kisa kimoja cha huyu mtoto ambaye amefariki baada ya kudondolewa na kuku. Ilikuwaje? Sasa mtoto Josia Mwambene aliyemaliza darasa la 7 katika kijiji cha Majengo wilayani Mbozi mkoani Songwe amefariki dunia katika mazingira ambayo yanatajwa kuwa ya kushangaza baada ya kudondolewa na kuku ambaye ni tetea kwenye paji la uso. Tukio hili limezua simanzi na mshangao mkubwa kwa wakazi wa eneo hilo, huku baadhi wakihusisha kifo hicho na imani za kishirikina kutokana na mazingira ambayo tukio hili lilikuwa limetokea. Sasa kwa mujibu wa ndugu wa marehemu Rafaeli Mtafya, mtoto Josia alikuwa miongoni mwa wanafunzi waliokuwa wakifanya vizuri sana kitaaluma na akitambuliwa rasmi katika mahafali ya shule yao, akipewa zawadi maalumu kutokana na ufaulu wake. Usiku wa siku hiyo, nitanukuu, usiku wa siku hiyo akiwa amelala, ghafla aliamka akapiga kelele akidai kuvamiwa na kuku tetea. Alimdonoa usoni, tuliona jeraha dogo tu, tukadhani si tatizo kubwa, amesema Mtafya kupitia maongezi yake ambayo alikuwa anatoa. Sasa baada ya siku chache, Josia alianza kulalamika maumivu ya kichwa, jicho lilianza kuvimba na baadaye akaanza kuharisha. Alipofikishwa hospitalini, madaktari walibaini hakukuwa na ugonjwa wowote ule, hali ambayo iliwafanya wazazi wake kumpeleka kanisani kwa maombi. Hata hivyo, hali yake iliendelea kuwa mbaya hadi kifo chake. Wakati wakazi wa eneo hilo wakihusisha tukio hilo na imani za kishirikina, wataalamu wa afya wanasema huenda kifo hicho kimetokana na maambukizi ya bakteria hatari ambayo yaliyosababishwa na jeraha alilopata baada ya kudondolewa na kuku huyo. Imekuwa ni moja ya kisa ambacho kimewacha watu wengi mdomo wazi. Mimi nitaka nikakuulize wewe ambaye unafuatilia kupitia Locha Media, unahisi kuku kudonoa peke yake anaweza kukufanya ukapoteza uhai au ni imani za kishirikina? Katika sema comment nitakapata kukusikia kwako wewe umepokea taarifa hii kwa mtazamo upi?